Urusi na Ukraine hii leo zimebadilishana wafungwa wa kivita, ikiwa ni pamoja na walio chini ya miaka 25 pamoja na waliopata majeraha makubwa vitani. Hii ni hatua ya kwanza ya kile kinachotajwa kuwa ni mabadilishano makubwa kabisa ya wafungwa tangu kuanza kwa vita zaidi ya miaka 3 iliyopita. Lina Mtono na taarifa zaidi. Mabadilishano hayo yaliyotangazwa na pande zote mbili ni matokeo ya mazungumzo ya ana kwa ana ya mjini Istanbul mnamo Juni 2, ambako kulifikiwa makubaliano ya kubadilishana karibu wafungwa wa kivita 1200 kutoka kila upande, pamoja na kurejesha miili ya maelfu ya waliouawa vitani. Kurejeshwa kwa wafungwa hao wa kivita na miili ya waliouawa ni miongoni mwa masuala machache ambayo pande hizo mbili zilifanikiwa kukubaliana wakati wakishindwa kuafikiana kwenye makubaliano mapana ya kuvimaliza vita ambavyo vimepindukia mwaka wa 4 sasa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema taifa lake limepokea kundi la kwanza la wafungwa kutoka Urusi na kusema itawachukua siku kadhaa kumaliza zoezi hilo. Hata hivyo, kwa upande mwingine ameishutumu Urusi kwa mchezo mchafu wa kisiasa kuhusiana na mabadilishano hayo baada ya pande hizo mbili kushutumiana kwa kuchelewesha mchakato huo tofauti na waliokubaliana kwenye mazungumzo hayo. Ni bahati mbaya Urusi haijatupatia orodha kamili ya maelfu ya watu kama tulivyokubaliana Istanbul. Kwa hiyo Urusi kama kawaida yake inajaribu kucheza mchezo mchafu kisiasa na kwenye utoaji wa taarifa. Ni muhimu kwamba kuna kuwepo na matokeo. Ni muhimu watu warudishwe nyumbani. Tunaamini tutaendelea na mchakato wa kubadilishana na tutafanya kila liwezekanalo kwa ajili ya hili. Hakuna upande ambao umeeleza ni wafungwa wangapi ambao imewaachilia hii leo, lakini Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema kwa kifupi tu kwenye taarifa yake kwamba mabadilishano ya leo yamehusisha idadi sawa kutoka pande zote. Afisa wa ikulu ya Kremlin Vladimir Medinsky alisema mwishoni mwa wiki kwamba orodha ya kwanza ya wafungwa 640 imekabidhiwa kwa Ukraine. Jeshi la Urusi limesema wanajeshi wake waliorejeshwa walipelekwa Belarus kwanza, ambaye ni mshirika wake wa karibu, ambako walikuwa wakipewa huduma ya kisaikolojia na tiba kabla ya kupelekwa Urusi kwa ajili ya msaada zaidi. Mbali na mabadilishano hayo, pande hizo zimeendelea kushambuliana baada ya jeshi la Ukraine kusema Urusi imeirushia droni karibu 500, hayo yakiwa ni mashambulizi makubwa zaidi ya usiku mmoja tangu vita hivyo vilipoanza mwaka 2022. Pamoja na droni hizo, Urusi pia ilirusha makombora 20 ya aina tofauti kwenye maeneo kadha ya Ukraine, limeongeza jeshi hilo na kusema kuwa mashambulizi yalilenga zaidi maeneo ya katikati na magharibi mwa Ukraine. Hata hivyo, limesema mifumo yake ya ulinzi ilidungua droni 277 na makombora 19 usiku wa jana Jumapili, na kudai kwamba ni droni 10 tu ama makombora yalianguka kwenye maeneo yalikolengwa. Asante sana Lina Mtono kwa taarifa hiyo. Na sasa tugeukie ripoti nyingine. Marufuku mpya ya usafiri iliyotangazwa na Rais wa Marekani Donald Trump imeanza kutekelezwa, ikiwazuia raia kutoka nchi 12 hasa za Afrika na Mashariki ya Kati kuingia Marekani. Hatua hiyo imeibua hasira kutoka kwa watetezi wa haki za wahamiaji, wabunge wa Marekani na jamii zilizoathirika, wengi wakisema ni sera inayowagawanya watu na isiyo na haki. Tayari wanafunzi na familia kutoka mataifa yaliyoathirika wameanza kuhisi madhara ya hatua hiyo, kama anavyoripoti mwandishi wetu Thelma Mwadzaya. Marufuku hiyo mpya ya usafiri inawazuia raia kutokea Afghanistan, Chad, Iran, Libya, Somalia, Sudan na Yemen kuingia Marekani. Raia wa nchi nyingine 7 wanaokabiliwa na sehemu ya vikwazo hivyo ni pamoja na wa kutokea Burundi, Cuba na Venezuela. Ikulu ya Marekani imesema lengo la hatua hiyo ni kulinda usalama wa taifa na kuwadhibiti watu wanaokaa Marekani bila kuwa na vibali halali. Serikali ya Marekani imesema marufuku hiyo imechochewa na shambulizi la kigaidi lililotokea Colorado, ingawa nchi ya Misri anakotoka mshambuliaji haikujumlishwa kwenye marufuku hiyo. Miongoni mwa walioathirika zaidi ni wanafunzi waliokuwa wakitarajia kuendelea na masomo nchini Marekani. Nchini Chad, marufuku hiyo imevuruga kabisa ndoto za vijana wengi. Beatrice, anayefanya mafunzo kwa vitendo katika kampuni ndogo ya mawasiliano mjini N'Djamena, alikuwa tayari amefanikisha hatua za kupata visa yake na alikuwa anajiandaa kuondoka kwenda Marekani wakati tangazo hili jipya lilipotolewa. Tangu utotoni nimekuwa na ndoto ya kusoma Marekani, hasa kwa ubora wa elimu yao.
Muda si mrefu nilituma ombi la visa katika ubalozi na hata niliitwa kwenye mahojiano. Kila kitu kilienda vizuri. Beatrice anasema alipatwa na mshtuko na kukatishwa tamaa alipopata taarifa kwamba sasa hawezi tena kusafiri. Si yeye tu, wanafunzi wengine wa Chad ambao tayari walikuwa wamepata visa pia walishangazwa na marufuku hiyo mpya iliyotangazwa kuanza tarehe 9 mwezi huu wa Juni. Hassan Sani Ibrahim, mwanafunzi mwingine ambaye alikuwa tayari amepangiwa tarehe ya kusafiri, anasema mipango yake sasa imevurugika kabisa. Tayari tumeshapata visa na tarehe yetu ya kuondoka ni Juni 9. Na sasa hakuna raia wa Chad anayeruhusiwa kwenda Marekani. Kwa nini? Uamuzi huu unaweza kuathiri mambo mengi, kielimu, kiuchumi na hata kidiplomasia kati ya mataifa haya mawili. Kamishna wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa ametahadharisha kuwa upana wa marufuku hiyo unaweza kuvunja sheria za kimataifa. Wakati huo upinzani dhidi ya sera hiyo unazidi kuongezeka Marekani. Wanasayansi 100 kutoka taasisi ya taifa ya afya NIH wamechapisha tamko la kupinga vikali sera mpya za uhamiaji na hatua nyingine za utawala wa Trump zinazodhoofisha afya ya umma na utafiti wa kisayansi. DW tunavuma kwa kishindo. Naam, ni matangazo ya jioni idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn, na kama unakosa unajiunga nasi hujachelewa, tuko mubashara kupitia mtandao wetu wa kijamii wa YouTube na huko Facebook pia unatupata mubashara, na tuachie maoni yako huko, yatapata nafasi muda usio mrefu. Sasa Afrika Mashariki, nchini Tanzania, kampeni za uchaguzi mkuu hazijaanza rasmi, lakini tayari moto wa siasa umewaka katika mitandao ya kijamii nchini humo. Kauli mbiu mbili zinakinzana, no reform no election na ile ya Oktoba tunatiki. Kauli hizi zimezua mjadala mkali na kuonyesha mgawanyiko wa kisiasa unaochipuka mitandaoni. Je, hii ni ishara kwamba mapambano ya kisiasa yameanza mapema, na nini maana ya kauli hizi kura wa Tanzania? Florence Majani anayajibu maswali haya katika taarifa ifuatayo. Katika mstari wa mbele ni Chadema, chama kikuu cha upinzani ambacho kinashinikiza kufanyika kwa mabadiliko ya katiba kabla ya uchaguzi wa Oktoba. Mvutano huu umeshika kasi tangu Jumamosi iliyopita, ambapo karibu kila chapisho mtandaoni limekuwa likijibiwa kwa ujumbe wa no reform no election, yaani bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Katika mahojiano na DW, makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche anasema kampeni hiyo ilianzishwa na chama hicho, lakini sasa imeimarika na iko mikono ya nchi. Ni kampeni ya Watanzania ambao wamechoshwa na uharibifu wa uchaguzi na wizi wa uchaguzi. Kwa upande wa chama tawala na serikali, kuna msimamo tofauti. Serikali inasisitiza kuwa uchaguzi utaendelea kama ulivyopangwa na kuwa wananchi wanapaswa kuwa waangalivu na matumizi ya mitandao ya kijamii. Kampeni ya Oktoba tunatiki imeibuka kama kauli mbadala, ikihamasisha ushiriki wa wapiga kura na kudhoofisha kampeni ya Chadema. Akizungumzia mwenendo huu wa no reform no election pamoja na Oktoba tunatiki, msemaji mkuu wa serikali Tony Msigwa anasema wananchi wanapaswa kutumia mitandao kwa uwajibikaji. Na yanayoendelea mitandaoni sio kwamba hatuyaoni, na serikali hii haizuii uhuru wa kujieleza ambao ni haki ya kikatiba ya kila mtu, lakini ni vizuri tunapotumia mitandao na kuendesha hizo kampeni mbalimbali tukumbuke kwamba kuna sheria inayodhibiti matumizi ya mitandao. Kwa hiyo ni vizuri watu wanapofanya kampeni hizi wahakikishe hawavunje sheria. Lakini zaidi ya siasa, mjadala umeibuka kuhusu hali ya haki za kidijitali Tanzania. Watetezi wa haki hizo wanaonya kuwa hatua kama kufunga sehemu ya maoni kwenye akaunti za serikali inaweza kudhoofisha uhuru wa kujieleza. Asha Abdinalla, mtaalamu wa mitandao ya kijamii na mkurugenzi wa taasisi ya Media Convergence, anaeleza harakati hizi ni ishara ya nguvu mpya ya raia katika zama za kidijitali. Sasa hivi mitandao imebadilisha sana hulka ya kwa nini mtu anapost. Kuna sababu nyingi sana ambazo zipo nyuma ya yule mtu ambaye anatumia kifaa hapo mtandaoni cha kile ambacho anakipost. Kwa wachambuzi wa siasa, harakati hizi zinazopata nguvu mtandaoni zinatoa picha ya mabadiliko makubwa ya namna siasa inavyoendeshwa. Wanaona kufanana kwa harakati hizi na vuguvugu la vijana wa kizazi cha Gen Z nchini Kenya, wanaotumia kauli mbiu ya one term, kipindi kimoja, kushinikiza mabadiliko kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027 nchini Kenya. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
Naam, ni muda wa kuyafahamu yale ambayo yanavuma kwenye mitandao ya kijamii jioni hii, na tayari studioni yuko hapa Sudi Mnete. Karibu sana. Bila shaka, asante. Leo nitakuwa na hashtag mbili tu, ile ya no reforms no election huko Tanzania, na kwa majirani zao Kenya kuna justice for Albert Ojwang. Hii ya Tanzania inachagiza madai ya mabadiliko ya mifumo ya uchaguzi kabla ya uchaguzi wa Oktoba, na ile ya Kenya ni kushinikiza haki kwa kifo tata cha mwanaharakati Albert Ojwang. Huyu ni mtoto pekee wa mzee Ojwang. Ni jambo linalosikitisha sana. Mzee Ojwang ni mzee ambaye kwa kweli kutokana na mkasa huo amepata umaarufu kwa namna anavyomuelezea mwanawe huyu, na amekufa katika mazingira haya. Sasa bila shaka umesikia katika ripoti ya Florence Majani kwa hali ilivyo Tanzania ni kama vile kampeni za uchaguzi mkuu zimeanza kwa kasi, na vuguvugu la uchaguzi huo kwa sasa. Kumekuwa na kampeni ya mitandaoni ambayo kimsingi kwa namna inavyoendeshwa haijawahi kushuhudiwa. No reforms, no election. Hata sisi hapa DW Suleiman tumetumbukizwa katika jambo hili. Unaweza kuweka habari nyingine kabisa katika mitandao ya kijamii, lakini unaona no reforms, no election. Na wana sema kwa wingi mno. Lakini pia Sudi wamejibiwa, kuna kauli na kuna kampeni mpya pia nyingine imeanza. Oktoba tunatiki na yenyewe inavuma vile vile katika mitandao ya kijamii, na findo sasa na kinzana kwa sasa. Lakini wapo baadhi wanatoa ufafanuzi wa shinikizo lao. Kwa mfano katika ukurasa wetu wa Facebook iko habari hizi na dokezo lake, na imechangiwa kwa kasi na watu wanajibizana humo. Isa Sambo, mpenda amani wa Tanzania, anasema kila mtu ana uhuru wa kuonesha na kuandika chochote, muhimu asivunje mila, desturi na sheria za nchi. Tunasubiri maelekezo rasmi ya mamlaka zetu, muda ukifika baada ya tambo hizo kuendelezwa mitandaoni basi wakapigia kura. Nimemsikia msemaji wa serikali ya Tanzania hapa katika ripoti ya Florence anasema kwamba watu wanao uhuru wa kuandika mtandaoni ili mradi usivunje sheria, na kwamba pia kuna taasisi ambayo inadhibiti maudhui ya mtandaoni. Bila shaka. James Masubugu anasema kura yangu ni haki yangu, nitailinda kwa wivu mkubwa, kwa hiyo sipigi kura. Mtazamo wake. Ititi Rajab anaandika no reforms, no election, maana yake kukataa utekaji, mauaji, wizi wa kura, na tume ya uchaguzi isiwe ya chama tawala pekee. Na muona Jacob Zakaria anasema uchaguzi upo pale pale kwa mujibu wa katiba na sheria ya nchi, na hivyo wananchi anataka wajiandae kwa uchaguzi huo. Na hii ya mwisho hii ya justice for Albert Ojwang, haki itendeke kwa Albert Ojwang. Kumetokea kuna tokota nako nikisema hivyo. Katika ukurasa wa Facebook wa DW, Yasin Nifki amewasha moto. Huyu ameandika, wanaharakati wa Kenya mko wapi? Pambaneni na nchi yenu. Sasa akajibiwa huko na Job Bosco Bozie, bila shaka huyu Mkenya, akisema sio jambo zuri kuingiza dhihaka au tashwishi katika jambo ambalo linahusisha msiba wa mtu. Sasa kuna lugha huko gongana, manake wanabishana Kiingereza na Kiswahili na Kiingereza, basi ili mradi wanaelewana. Sudi, tugeukie maoni